andika kukata rufaa. Kukata rufaa ni maneno ya kawaida kabisa kuyasikia katika system za mahakama na mambo ya sheria. Leo wakati nimekuja kwenye maombi ya asubuhi, na wale waliokuja asubuhi ambao walikuwa wachache, nimewaeleza ya kwamba mojawapo ya system zilizoko duniani na ambazo zinafanya kazi kwa ufanano mkubwa, sio wote, lakini kwa ufanano mkubwa, ni system za mahakama na mambo ya sheria. Utadhani aliyekuwa anaziweka hizi system ni kama alikopi na kupaste system za mahakama ya mbinguni. Neno kukata rufaa sio neno geni katika Biblia. Inawezekana katika terminology inayotumika au lugha usio umeona moja kwa moja kukata rufaa, lakini terminology hii inatumika sana katika mambo ya kudai haki mbele za Mungu. Na nianze kwa kusema hivi. Watu wengi ambao ni watu wa Mungu, naongelea watu wa Mungu, hawana haki zao, haki za kikatiba ambao katiba yetu ni Biblia au maandiko. Si kwa sababu Mungu hataki kuwapa, isipokuwa, nisikize kwa makini statement, isipokuwa katika system ya utawala wa Mungu vipo vitu automatic tu unavipata kwa sababu wewe ni mwanae. Lakini ndugu zangu mnisikilize ninachokisema leo. Kuna vitu huvipati kwa sababu umeokoka, kuna vitu huvipati kwa sababu wewe ni mwana wa Mungu. No, kuna vitu vinavipata kwa kupigania haki yako. Nimekusikia watu wanajaribu kuhubiri kusema vitu vya Mungu vipiganiwi. They are lying to you. Kama ingekuwa sio hivyo, maandiko singesema ya kwamba tangu enzi za Yohana Mbatizaji mpaka sasa, na alisema Yesu mwenyewe, maandiko yanasema ufalme wa Mungu upatikana kwa wenye nguvu, nao wenye nguvu wafanyaje? Wanauteka. Hii nguvu ya nini sasa? Meaning you need to fight for it. My dear, if we don't fight for your right, sometimes somebody else will enjoy your right. Mimi naamini maisha mengi, maisha ya watu wengi yanafaidiwa na wengine kwa sababu ya unyonge ulionao. Na unyonge Afrika unatafsiriwa kama ni unyenyekevu. Hii ni mentality ya kikoloni walioleta wazungu, ambao walitutrain tusidai haki ili tuwatii na tusiwafukuze. So walitrain kuhambo, na wakayatumia maandiko wakayatwist. Tiini mamlaka iliyokuu. Waliyatumia makusudi. Na hii imeendelea na imezoeleka. Nataka unisikilize, wangapi wananisikiliza? Na hii imeendelea na imezoeleka kiasi ambacho watu haki zinaondoka. Haki anaishi maisha ya unyonge wakati Biblia imekataa. Unaishi maisha ya magonjwa wakati kwa kupigwa kwake tumepona. Unaishi maisha ya huzuni wakati Kristo ni amani yetu. What's happening? Listen, sisi sio wale watu ambao tutaacha kutumia kanuni za Mungu halafu tutumie busara. Hakuna busara hapa. Sisi tunadili na kanuni ya Mungu. So wazungu walituletea tuishi kwa busara baada ya kuishi kwa kanuni ya Mungu. Unajua hizo mali zilizochukuliwa, huo mgodi, hayo madini, tiini mamlaka. So kuna vitu vingi msipokuwa mnajifunza kukata rufaa, hamtakuja kuvifaidi. I'm telling you. Sasa kitabu cha Ayubu 5:8 kwa Kiswahili afu tutaenda NIV. Ayubu 5:8 maandiko yanasema hivi: lakini mimi ningemtafuta Mungu, ningemwekea Mungu dawa yangu. Ile neno dawa sio dawa. Ile neno dawa ni appeal. Ndio tatizo wanaambia watu usisome Biblia Kiswahili peke yake, itakuchanganya, kwa sababu Kiswahili kinachotumika pale ni Kiswahili cha kizamani ambacho wengi hatukijui. Lakini mimi ningemtafuta Mungu, ningemwekea Mungu dawa, na sio dawa, dawa yangu. Neno dawa ni appeal. Waka NIV. But if I were you, I would appeal to God. I would lay my cause before him. So ile neno dawa ni nini? Appeal kwa Kiswahili ni nini? Rufaa. Ayubu maandiko yanasema hivi: kuna hali fulani walikuwa wanapitia, alafu anawaambia mbona mmezubaa? Mbona kitu inakatia rufaa? Anasema ningekuwa mimi hata mimi naangalia gari zenu nasema oh my God, unadai mamilioni hayo afu umenyamaza. Ningekuwa mimi, anasema ningeandaa rufaa yangu nikaipeleka mbele zake. So katika Mungu tuna appeal. In God you can appeal. Hata kama watu wanasema it is impossible, bado una nafasi ya kuappeal. But ndugu zangu mnatakiwa mjue, appeal haiji mpaka huo umenyimwa haki chini. I wish. Ni kama anajihubiri tu hapa. Appeal. Okay, tunazo mahakama toka ngazi za chini za mwanzo mpaka mahakama ya rufani. Okay, mtu hawezi kwenda kwenye mahakama ya rufani kama hajanyimwa haki chini. So nataka nizungumze na watu hapa leo
ambao wamejaribu kutumia mahakama za chini. Mahakama za chini nini? Nguvu zako. Nguvu zako zimeshindwa kukusaidia. Oh yes. Mahakama za huku chini ni zipi? Connection. Oh yes. Zimeshindwa kukusaidia. Oh yes. Mahakama za chini ni zipi? Umejaribu kutumia elimu yako, imeshindwa kukusaidia. Umejaribu kutumia kila mbinu, imeshindwa kukusaidia. What I want to tell you, kama unanisikiliza, yes, ipo mahakama moja imebaki. Oh yes. Unaweza kuapili kwa Mungu na ukapata haki yako. I receive. Are you ready to appeal? Are you ready to appeal? I am ready. Are you ready to appeal? I am ready. Kama anko ameshindwa, yes, jibu ni mahakama ya chini. Jibu ni mahakama ya chini. Ni mahakama ya chini. Kama babako ameshindwa, ni mahakama ya chini. Kama mpenzi wako ameshindwa, ni mahakama ya chini. Kama watawala wa nchi wameshindwa, ni mahakama ya chini. Lakini imebaki mahakama moja ya juu ambayo ni ya Mungu mwenyewe. Can we appeal today? Can we appeal? Oh yes. Nijibu tena, kama daktari ameshindwa, ni mahakama ya chini. Listen, achana na maisha haya ambayo daktari akishasema ugonjwa huu uponi na wewe unasema uponi. Mungu amesema uponi. Mungu kasema uponi. Mungu kasema uponi. Achana na maneno haya wakisema hakuna ajira na unadhani hakuna ajira. Mungu amesema hakuna ajira. Achana na maneno haya wakisema uolewi na unadhani hakuna kuolewa. Mungu amesema hakuna kuolewa. Tukapili leo, tukapili leo. Oh yes. Nataka kuanzia leo, yes, kachupa katakatia tosikia. Nataka mahali ulipofika kwa kada tamaa. Yes. Inuka mwanamke. Yes. Inuka mwanaume. Yes. Inuka. Yes. Inuka. Yes. Tunaenda kukata. I'll tell you, kwa mtu anayekata rufaa ni nani? Ni huyu ambaye ametry kwa mahakama za chini, kwa mashauri ya chini, lakini umeshindwa kumpa haki yake. Ipo mahakama moja. Oh yes. Yaba. Iko mahakama moja na kutambulisha leo. Yes. Watu upande huo wananisikia vizuri. Hata wapo wanajaribu. Yes. Hapa sijui ngoja nijaribishe hapa. Oh yes. Iko mahakama moja, naona mmenielewa sasa. Yes. Ambayo mahakama itasema karibu. Yes. Andika mashauri yako. Yes. Leta mbele za Bwana. Yes. Nasi tutakaa kikao cha mbinguni. Yes. Baba atakaa mahali pale. Yes. Bwana atakaa mahali pale. Yes. Roho Mtakatifu mahali pale. Yes. Na majeshi ya malaika mahali pale. Yes. Na uwepo wa watumishi wa Mungu mahali pale. Yes. Wazee wa 24 wakiwa pale. Yes. Wenye uhai wanne wakiwa pale pale. Yes. Wanasema nani anamnyanyasa? Yes. Imepita miaka mingapi? Yes. Imepita miaka 10. Yes. Watasema haijalishi. Yes. Umepita muda gani? Yes. Watasema miaka 7. Yes. Watasema haijalishi. Yes. Wanasema imepita muda gani? Yes. Tangu amezaliwa yuko hivi. Yes. Watasema haijalishi. Yes. Watakuambia kata rufaa. Yes. Watakaa kikao leo. Yes. Watatoa mashauri mapya. Yes. Ulimwengu utashangaa. Yes. Ukoo wako utashangaa. Yes. Jamii itashangaa. Yes. Somebody shout appeal. Appeal. Besite. So leo kuna appeal ifanya hapa. Oh ya. Nianze. Oh yes. Do you know wanaokushtaki wewe? Yes. Wapo watu ambao wamekuwekea mashtaka. Katika ulimwengu mimi naongea na mashtaka mengi usiyojua. Do you know watu wajui maana mashtaka? Mashtaka waliokuwekea mpaka wakakushinda ni ifuatayo. Kuna wakati mwingine wanaandika either kuna shtaka lingine la ukoo. Watu wameandika mashtaka yameandikwa na maamuzi. Ukoo huu tunadai hautakiwi kufanikiwa hili na hili. Yameandikwa ulimwengu wa roho. No matter unavyojaribu, hukumu ilishapita. In fact, rufani kazi yake ni kutengua hukumu au kuidhibitisha hukumu. Rufani yetu sisi haitamdhibitisha shetani. Itafanyaje? Itatengua. Kuna vitu vingi vinafanyika kwa siri. Ngoja nikupe andiko la ajabu. Tena vingine vinafanya na watu ambao unao karibu. Imagine mtu anakwenda kwa mganga alafu kila siku anakuja kukuangalia umelazwa. Na ngoja niwaambie kitu, japokuwa mpendi kushauriwa Watanzania wenzangu, lakini sidhani kama kuna mtu wa kushauri mzuri kama Mtanzania mwenzake anayejua hali ya Tanzania. Mimi sitaki kuongelea nchi zingine sote, siwajui wanavyoishi. Nimekuja kugundua Tanzania wengi wanapenda marafiki. Have only 1 or 2 friends enough. Ukiwazidisha, wait for your downfall. Kwa sababu kishakuwa na marafiki wengi, tayari umewapa muda wa kukudiscuss. If possible, have 1. Nimekushauri. Especially women, they love a lot of friends. I'm outing with my friends. Do you know them? Kwa sababu mimi naona rohoni sometimes I don't talk. I just shut up my mouth. Kwa sababu nitakuchonganisha na watu, utabaki unaona mimi mbaya. But what you call your friends, if I can prophesy now, what they are doing, you will not believe it. Unakuta mtu ana rafiki miaka 7,
kumbe yeye ndo responsible, haolewi ila jui na umwambie kitu juu ya shoga yake. Okay, kama unafikiri naongea, ngoja nikuonyeshe kwenye Biblia. Biblia imesema, angalia. Kitabu kile cha Mithali 26, 24 mpaka 26. Achukiae uficha chuki kwa midomo yake, naye uweka akiba ya hila moyoni mwake. Aenezapo maneno mazuri usimsadiki, kwa maana na machukizo 7 moyoni mwake. Ishia tu mpaka hapo. Ngoja nikusomee version nyingine nionayo. Evil people say things to make themselves look good, but they keep their evil plans a secret. What they say sounds good, but don't trust them. They are full of evil ideas. They hide their evil plans with nice words, but in the end everyone will see they are evil. So anasema wanaficha. Hawa ndo watu wameshakuamulia. Mtu anazunguka anaenda kwa boss, but akirudi anasema pole shoga umepoteza kazi, but ni yeye. If I stand here, ndo maana vitu binafsi wao sivitabiri. Nabaki tu na kuombea. Akasema do you know this person? Yes. This friend, be very careful. Baadaye kwa careful anaenda kumwambia. So naongeza maadui wanakuwa ngapi? Wawili. Why nje tafutie maadui? Ndio maana watu wanakimbia, naomba niambie, mimi niambie ukweli, nitakusikiliza. I will never tell you. Ila nitaomba kimya. Sababu najua kuna mahali mtapatana tu na rafiki yako. Tayari anatengeneza maadui wangapi? Wawili. So anasema kuna watu ambao wanaficha ila wameandika mashauri. They have evil plans. Sikiliza hii. Evil people say things to make themselves look good. If kwa nustafute kazi. Shoga unajua nakuonea huruma. Oh yeah, msela mimi nakuonea huruma sana. If kwa nustafute kazi. Lakini the same person ndiye alikuwa kwa mganga, kwa sababu watu wamekalili kwamba mtu mbaya ni yule anayeangalia vibaya. Anawezekana kuangalia vizuri. Inawezekana hata chakula anakupa au tena kutoa. So kuna mashtaka ambayo au kuna hukumu zimeandikwa ambazo wewe hujui. Na watu wa design hiyo. Mwingine ndugu, kaka. So wameshaenda, wamekuamlia maisha yako yakoje. Vitu wanavyofanya sirini wanaamua huyu apandi cheo. Na they are very close. They are very close to you. Kushtuka ni ngumu. Na wakati mwingine wanakusaidia kutafuta kazi, wanakuleta hebu apply hapa. Na walichokifanya Biblia inasema wanakijua. Ili kucover wanakuwa so nice. Hao watu ni sweet talker, wakiongea wanashauri vizuri. Unapokuwa umekata rufani ndipo inakuja exposure. Wanakuwa exposed. How? The day umepata kile kitu, you will see how watakavyochukia. Now you know who. Usinaikuwa unaniambia. Usiniambia kuna tenda ni apply. Mbona hayuko happy? Ili kwa geresha. Endea na marafiki zako, siku ukifanikiwa. Niko pale ofisini naomba. And how come una rafiki asiyesali? How come una rafiki ambaye hamwezi kufunga na kuomba? Is that a friend? And you call yourself a Christian and you think anakutakia mema. Kuna kitu hujui. Now tusome wote. Evil people 1 2 3 kwa nguvu. Evil people say things to make themselves look good, but they keep their evil plans a secret. So unachokiona hapa kwenye expression ya uso wao, unachokiona kinachotoka mdomoni tofauti. Biblia inasema wana plans. Hizi plans wanazoziandika, hizo ndizo wamekuua huko rohoni. Leo kupata kisa cha dada mmoja alimpeleka rafiki yake kwa mganga. Lakini kabla hajampeleka alimwambia kwa ajili ya mambo ya mume wake. Alimwambia mganga namtaka mume wake. So akija hapa mfanyie hivi na hivi. So dada rafiki anapelekwa ili ugomvi uishe. Kumbe ndo anaenda kumaliza. Na rafiki yake wa tangu primary. Endelea. What they say sounds good, but don't trust them, they are full of evil ideas. So haya ndo mambo ambayo yameshafanyika ulimwengu kwenye giza. Haujui. Kwa hiyo unaweza kusema mtumishi anazungumzia hukumu gani? Ndio hizo hapo ambao hujui. Walishakumaliza. Wameshapanga. Kuna mtu ameshapanga, ameshaplan, kaongea na huyu, kaongea na yule, na anajua unakuja kufukuzwa kazi. Yaani ameshaprogram kila kitu. Na ngoja niwashauri kitu kingine. Kigumu. Never. Najua wengi hamwezi kufanya ndacho kusema. Mimi kazi yangu ni kushauri afu na kuacha tu karibikiwe. Never in your life ukawa na rafiki ukamwambia everything. You are very stupid. Hapo nimetukana. Ngoja niongee vizuri. That is stupidity. Everything. Every plan. Everything. Listen. Rafiki yako share fun only. Not development. Nimeongea, nimemaliza. Everything. You are planning this. Unaishi hapa. Unampango hili. Umenunua kiwanja hapa. Afu unasema afu mwingine anasema rafiki yangu umenunua kiwanja hujaniambia.
Why should I tell you nimenunua kiwanja? Tutoke tukale, yes, let's go. Kiwanja is my plot. Listen, every friend huwa na limit, pawe na vitu personal. One day utakuja kujua nilichokisema hivi. For now huwezi jua. Kaka unataka kwenda wapi ukafanya you tell everyone. Oh wow, ongera. Oh yeah. Hey, utatoboa. Hey, everything. Nataka ubadilishe. Fanya vile kila kitu. Alafu akija kujua mwambie surprise. You are planning to buy a car. You tell him. Anzisha hata uhusiano ukomae ndo ungwe. Wewe uhusiano wenyewe bado haujawa wenyewe ni ule wa me too. Tarusha sema. Kuna mtu anasubiri kusema me too. I miss you. Me too. I love you. Me too. I wish you could be here. Me too. Jamani sijalala kwa ajili yako. Me too. Niko tayari kufa kwa ajili yako. Me too. Nakwambia kuna siku moja itakuwa me too, itakuwa me too ni. Chakalabot. So what I'm trying to tell you, have your personal life. So I don't know kama namshauri mtu hapa. Kuwa na personal life. Kamimba kameingia umeolewa kaja hata rafiki yangu natapika katatoka unamwambia kila mtu. Wait. What's kuwa na personal? Why am I telling that? Why do you trust a person 100%? Why, if I ask you why do you trust 100%? Katika andiko hili nilokupa, unamjuaje ndo huyo? You are not even a prophet, au ni rohoni, and unaweka maisha yako 100% kwa mtu. Mtu umechumbiana hata mwezi mmoja hujaisha. Ameshajua vitu vyako vyote. Ashandio ndugu zako, ameshajua hata ndugu yako yule anatema mate ovyo. Wote wanajua. The day me break up, atakuexpose. Nataka ubreak na mtu ambaye hakujui sana. Anadhana kujua kumbe no. Anajua all your weakness, anajua everything. You expose yourself too much. If you think I'm not helping you, continue like that. Uwe na kipande ambacho ni personal. Anayejua only God. Not mtu binadamu yoyote na kimaanisha binadamu. Even if your wife, even your husband, kuna vitu vingine it's you and God. Watu kwenye Biblia waliokataa kuishi maisha haya ni wakina Samson na kiliwapata. Mungu alimwambia Samson kuna maisha ambayo ni mimi na wewe mtu yoyote asijue. Akamwambia Delila. Kwa sababu huwezi kujua unamwambia ni nani. Ndio hao ambao wana plani kukua. Akujua Delila atakumuua. Yalichojua ni mapenzi wanaofanya. Yesu akamaliza akasema adui wa mtu ni wala nyumbani mwake. Na Waswahili wakamaliza kikulacho kinguoni mwako. Sio misemo ya kijinga ya wazee walijua vitu. You speak everything. I can't tell you, binadamu, as long wewe ni binadamu, unaenda chooni unachuchumaa. Nikwambia everything about me. If you think you know, you don't know me. I cannot. Sababu the day wakijua kila kitu, hata nguvu zako wanazimaliza. People, they don't fight what they don't know. Always people fight what they know. But what they don't know, they just call names. Na lengo la kukuita majina, ni mchawi, ni nini, wanataka utoke useme. So na wewe usiseme, kaa kimya. Let them know utajiri wako una Freemason. Ila siri ya utajiri usiwaambie. Yes. Acha wajue hivyo. Lakini ukitaka kuna watu wanapenda sana kwa they are so apologetic. Wanaenda kwenye media, nataka kufafanua kitu fulani ambacho kimesemwa. Hiki kitu sio hivyo ni hivi. They are happy kwa sababu wamejua hizi mali ulizipata Kongo kumbe sio Freemason. They are going to Congo too. Ndio wanachokitaka. When people are provoking you, am I helping somebody? Oh yes. They want to know the source of your strength. Don't tell them. Acha ukuite hivyo. I don't know. Am I helping somebody here? Oh yes. So Biblia inasema katika kitabu kile cha Mithali, wapo watu ambao wamekuandalia, wameshaamua uharibikiwe, ufe, umalizike, ushushwe cheo, but you don't know, wewe kazi yako unajiexpose kwao. But ashukuru Mungu. Leo tunakata rufaa. Oh yes. Na rufaa Biblia inasema they will be exposed publicly. Wazi. Nyosha mkono. Sema katika jina Yesu. Katika jina la Yesu. Kila mpango uliofanywa. Na mtu niliyekutana naye. Kwenye biashara. Kwenye kazi. Kwenye masomo. Kwenye kazi za kila siku. Kwenye mambo mbalimbali. Kwenye tafrija mbalimbali. Kwenye events mbalimbali. Na akawa na nia. Kuna kitu alikifanya. Kimenikwamisha tangu leo. Leo nakata rufaa. Let them be exposed. Say it again. Let them be exposed. Say it again. Let them be exposed. Sema kwa nguvu. Let them be exposed. Kwa nguvu zaidi. Let them be exposed. Maji unaisha na mchawi na ujui.
Now, wengine si watu, wengine ni roho. Now, kuna vikao vinaitwa vikao vya roho. Mtu hahusiki. Listen, sio kila kitu unachopitia watu wanahusika. Kuna wengine hahusiki. Hakuna yoyote anahusika. Ila kuna vikao tunavitaga vikao vya pepo. Roho chafu wanaamua kuja kumvamia mtu bila kutumwa na mtu. Na sio kila roho lazima atumie mtu. Na ndio maana baadhi ya roho zinavamia ndotoni. Nyingine unakanyaga njiani. Nyingine unapata mtoni na maeneo mengine. Vipo vikao vya roho. Wengine wanatoka baharini, wanakuja nchi kavu kwenda kuwavamia watu ambao wanaamua na kuingia tu roho utasa. Roho wanakuingia roho kitu fulani. Addiction, ulevi, kutupa, jambazi, kaba. Roho inakuja. Haijaelezwa na mtu. Hakuna aliyekwenda kwa mganga. Ugomvi, umasikini, ni roho za kuvamia, zinaamua kuja kufanya kikao. Yaani zimeamua tukae humu ndani. Sasa hawa wanakuwa wamekuamlia. Na ndio maana some people, some of you, ukigombana kidogo, kuna kitu unakikosa, unagundua that time unapokuwa na ugomvi hasira kuna kitu kinapotea. Unashangaa hata ile appointment inakufa. Ni roho waliokutuma kwako. Walikuja. Sasa hao wanatoka kuzimu, wanachagua kae wapi kwa ajili ya kudestroy maisha ya watu. Na umekuandikia wewe utakuja kufanya hivi. Isaya 27 mstari wa 1. Katika siku hiyo Bwana kwa upanga wake ulio mkali, ulio mkubwa, ulio na nguvu, atamwadhibu Lewiathani. Lewiathani sio mtu, nyoka yule mwepesi. Neno mwepesi maana yake yuko so swift, yuko mwepesi. Lewiathani, nyoka yule mwenye kuzonga zonga. Hizo ni aina. Naye atamuua yule joka aliye baharini. Hawa ni pepo. Huyu ni pepo mkubwa anaitoka Lewiathani. Anakaa baharini. Maandiko yanasema anakujaga na zonga maisha ya watu. No matter unaenda wapi, huyo hapo. Hawa ndio roho unasema ngoja nitoke Mwanza, labda nikajaribu kuishi Tabora, the same. Ngoja nitoke Tanzania, labda nikajaribu kuishi Uingereza, the same. Ni spirit, Biblia inasema zinatoka baharini, zina sura za nyoka, kazi yake ni kuzonga maisha ya watu. NIV. The Lord will punish with his sword, is fierce, a great and a powerful sword. Leviathan ndio yule nyoka. The gliding serpent, sorry. Leviathan, the coiling serpent, he will slay the monster of the sea. Anasema huyu Leviathan ambaye anakuja upesi. Now, hapa kuna Leviathan type wawili. Mmoja anakujaga upesi, ndio ukipata jambo unashangaa ghafla kama kuna kitu kimeshakuvamia. Yaani ni mwepesi. Hata kama jambo lako limefanyika chua huyo hapo. Balaa, mikosi. Unaanzisha biashara ta. Lakini type nyingine ya Leviathan, yeye akuachi. Huyo mwingine anakaaga mbali. Anakuacha unajitahidi unatafuta kazi unaenda huko. Ukishaipata tu chua, maana ni mwepesi kafika. Kaingia kwa boss. Mara boss hakutaki tena. Huyu mwingine huyu ni mbaya zaidi. Yeye atoki. Afa kisha kuzinga, unajua nyoka kisha kuzinga. Anabakiza nini? Kichwa. Mtu anataka kuja kuchumbia. Ushaka mtu ana change over sudden. Unaenda embassy kutafuta hata visa. Kila mtu anakuchukia. Yuko pale, kajikunja, anamtafuta nani akusaidie. Sasa hukumu za namna hizi ziko rohoni. Walishaamua uwe hivi. Wamekaa tu hapa. My dear, naleta tangazo. Fight for your right. Yes. How do you fight? Umejikunyata. I say fight for your right. Oh yes. Arise and fight. Yes. Are you ready? Are you ready to fight? Yes. Ona maisha yako. Nimejaribu kukupa tu vitu vile ambavyo wewe hujui. You are not aware. Watu na roho. Hawa watu. Mimi siongea vitu unavyovijua. Hivi unavyovijua tayari ni simple. Naongea vitu sio vijua rohoni. Ambavyo watu wanavifanya na roho. Imagine una roho ile Leviathan. Imekufunga miguu, imefunga mikono, imefunga macho, imefunga kila kitu, afu imebakiza kichwa. So these are the spirits, demons, evil spirits. Zinatoka huko zinavamia majumba ya watu. Zinavamia watoto. Zinavamia nini? Huyu roho ameshatengeneza maisha yako atakavyokuwa na uvuki. Sasa tunapokata rufaa kwa Mungu, tunakata rufaa kwa mambo yote mnayojua ambayo sitaki kuyagusa. Mnajua, nimenyang'anywa ardhi, hayo mambo ya kawaida. Hayo yote mnajua. Lakini nimejaribu kugusia vile ambavyo ufanye. Hamvijui. Tunapokata rufaa kwa Mungu, kitu cha kufurahisha sema ehe. Mungu anakuwa mwanasheria mwenyewe. Mungu anakuwa wakili. Mungu anakuwa shahidi. Mungu anakuwa hakimu au jaji. Lakini Mungu anakuwa mlipa fidia. Aya, nataka kila mtu anijibu. Nani atashinda? Hakuna kesi utakayoleta leo. Yes. Ambayo Mungu hatashinda.
Jiandae kusherehekea. I receive. Jiandae kusherehekea. I receive. Jiandae kusherehekea. I receive. Do you know baadhi ya kesi zenu zinahitaji utoe fidia? Yes. Hautalipa wewe. Ay. Kwa sababu hukumu ikifanyika, sawa? Kuna ambayo itaonekana wewe ndio unatakiwa ufanyeje? Alafu Mungu anasema nitalipa mimi. Imagine Mungu anaamua kesi, anasema kwa kweli kwa kesi ilivyo anatakiwa alipe fidia, lakini nitamlipia mimi. Imagine kesi inaendelea, panatakiwa advocate. Alafu Mungu anasema ni mimi mwenyewe. Kesi inaendelea, anatakiwa mashahidi. Mungu anasema usilete. Mimi ndo shahidi. Kwa kifupi kesi ikifika hapa, mshindi ni nani? Sijaona mshindi ni nani? Huku nasikia kwingine mshindi ni nani? Na angalia maandiko haraka. Ayubu 16:19. Hata sasa tazama shahidi wangu yuko mbinguni. Mambo yamekuchachia mpaka unasema wakunisimamia kwenye hili. Wakristo mnafeli wapi? Mbona mnaishi makanisa mnayo, lakini mkirudi duniani mnaishi kama watu wa dunia. Wanalia na nyewe mnalia. Wakati una vitu kama hivi hapo. Hata sasa tazama shahidi wangu yuko wapi? Yuko mbinguni. Na huyo atakayenidhamini yuko juu. Anayekudhamini yuko wapi? Yuko wapi? Unakosa mdhamana wewe? Shahidi wako yuko wapi? Shahidi wako yuko wapi? Shahidi wako yuko wapi? You. NIV. Even now, not tomorrow. Even now, my witness is in heaven. My advocate is on high. Kila unachokipitia. Oh yes. Msimamizi wa maisha yako ya Mungu mwenyewe. Oh yes. Msimamizi wa mashtaka. Yes. Yanawezekana mashtaka ya mahakama za kawaida. Yes. Au mashtaka ya rohoni kama nilivyokuonyesha. Yes. Mungu ndiye shahidi. Wakati wanafanya hayo, yes, Mungu alikuwa anaona. Yes. Pengine mama yako hajaona. Yes. Baba yako hajaona. Yes. Rafiki yako hajaona. Yes. Mchungaji wako hajaona. Yes. Lakini Mungu ndiye aliona. Yes. Aliona kwa jicho lake. Yes. Ni shahidi wa ukweli. Yes. Anajua alivyoanza. Yes. Anajua atakavyoisha. Yes. Shahidi wako yuko juu. Yes. Ninaomba siku ya leo, yes, Mungu asimame upande wako. Awe shahidi mwepesi. Anajua ugonjwa. Yes. Jinsi ulivyoanza. Yes. Wamekuandikia hukumu ya ugonjwa wako. Yes. Kwamba subiri kufa tu. Huu ugonjwa anakufa tu. Lakini shahidi anajua. Nani aliweka ugonjwa? Nani alikuloga? Ulianzaje? Shahidi anajua. Namuomba shahidi asimame kwako. Asimame kwako. Asimame kwako. Asimame kwako. Shahidi wako anakuja. Usiogope. Kati. Shahidi manake ni? Shahidi manake ni aliyeshuhudia. A witness. And God is an eyewitness. Aliona. Wakati wanapanda alikuwa anaangalia. Yes. Wakati wanapitisha alikuwa anaangalia. Yes. Hauhitaji shahidi zaidi yake mwenyewe. Piga kelele, Mungu ni shahidi wangu. Mungu ni shahidi wangu. Acha kujitetea kwa watu. Hawatakuelewa. Watajua wewe una tabia mbaya. Ndio maana lilikupata. Wewe una tabia mbovu. Hawatakuelewa. Shahidi wako anayejua ukweli wote, ukweli ambao marafiki zako hawajui, ni Mungu mwenyewe. Piga kelele, Mungu shahidi wangu. Mungu shahidi wangu. Halo? Unatiwa moyo? Kwa nini Mungu ni shahidi mzuri? Anajua ukweli. Anajua ukweli. Kilichokupata wewe ukiwa umelala, nani anakijua? Hata uliyelala naye hapa ajui. Unasikia mimi ni shahidi yake kabisa. Alinipa usiku huu, sio shahidi. Shahidi anatakiwa tuambie kilichomniga ni nini? Kilikujaje? Hayo yote Mungu anayajua. Kwa hiyo katika hali unayopitia, can I encourage somebody here? Oh yes. I want to tell you. Usije kaona umebaki mwenyewe. Never. Never. Huku wamenielewa, ngoja nijaribu hapa. Never. Mimi ninakuomba katika jina la Yesu. Kata tamaa kwa wanadamu, lakini kwa Mungu never. Oh yes. Mungu yuko hata kama muone. Aliona lililokuwepo, analiona lililoko, na analiona linalokuja, na linalokuja na litabiri. Wewe utashinda jambo hilo. I receive. Wewe utashinda jambo hilo. I receive. Wewe utashinda jambo hilo. Wewe utashinda jambo hilo. I receive it. Samuel wa kwanza 24:12. Bwana atuamue.
mimi na wewe, na Bwana anilipizie kisasi changu kwako, lakini mkono wangu hautakuwa juu yako. Now twende kwenye NIV. May the Lord judge. Oh, so is our judge. May the Lord judge between you and me, and may the Lord avenge the wrongs you have done to me, but my hand will not touch you. Now, do you know what it means? Hii ni level ambayo imefika, unasema oho, kila nilichokifanya kiwezekani. Sasa mimi nakunja mikono, ila naenda wapi? Ogopa mtu akikunja mikono, Mungu hakunji. Hawa hapa tanielewa, najua. Wao ukikunja mikono, Mungu hakunji. Ogopa mtu anayekwambia namwachia Bwana. Ilifika mahali Samuel akasema, sasa mimi nakunja mikono, sitainua mkono juu yako, ila napeleka kwa Mungu. Listen, ukifika eneo ukamleta mtu mbele za Mungu ukasema na Mungu, nyosha mkono, Jesus is Lord, yule mtu kama na akili anatakiwa aje kwai. Samuel anasema no Mungu, now ni tumejaribu kufanya reconciliation, nimejaribu kujeleza, nimejaribu kufanya hivi. Sasa from now mkono wangu haunyoshwi na kaa kimya. Wewe nenda uwe judge juu ya mtu. Mungu akishaona mwanae amempelekea hiyo. Tufanye hivyo leo? Sasa funga mdomo wako, usiongee tena, usijitetee tena. Napenda sana kujitetea hadi kwenye status. A blessed lady. Nani amekataa? Nani amekataa wewe so blessed? Nyamaza. Na ndio maana Mungu akupigania, una mdomo sana. Mungu anasubiri umpe muda. Anasubiri siku kichoka. Samuel alichoka, akamwambia Mungu, mkono wangu siinui tena. Soma hiyo ndiko tena. Samuel anasema mkono wangu siinui tena. Na neno fika level na unasema mdomo wangu siinui tena, mguu wangu usiuinui tena. And you go and pray. So kusema hivyo afu nakaa, no, you go and pray. Afu nitakuonyesha jinsi ya kuandika. Ndio maana kila mtu leo nitampaka atasi. Nyie kanisa zima lingekuwa kama nyie. Leo nitakupa karatasi nitakwambia andika hivi. Afu nitakwambia peleka madhabahuni. Yes. Yes. Wait and see. Yes. Wait and see. Yes. Watu wataachia viwanja vyenu. Wataachia mali zenu. Wataachia vitu vyenu. Watakuja kuomba msamaha. Watakuja wanatambaa. Mungu atakuja kuwa mwamuzi wa mwisho. Mungu atakuja kuwa judge. Wait and see. Unapelekana na mtu miaka 10 anachonga mdomo. What are you doing as a son of God? Samuel wa kwanza 24:15. 1 2 3, soma kwa nguvu. Sasa hii iko tofauti. Hii inasema hivi, mimi nitakapoacha kunyosha mkono, wenyewe watafanyaje? Slow learners. Aniokoe na mkono wako. Ile ya kwanza inasema mimi sitinyosha mkono. Hii inaonyesha adui ndiye atafanyaje? Meaning nikiacha kunyosha mkono, adui atafanyaje? Anyosha. Akinyosha atakutana na nani? Ndio mtego utakao hapa leo. Tunaomba, tunaandika nitakavyokuelekeza, tunaweka machoni pa Bwana, sio atakuja tena kama ulivyozoea. Uone utakachokutana nacho. Yes. Ulishakuwa na mtu anaongea mpaka anapaliwa na chakula. Anakuongea wewe hujaona vitu wewe. Watategwa na watanaswa. Watategwa na watanaswa. Yes. Unajua baada ya ibada hii watu watakuja kushambulia kama ulivyozoea. Hawajui wewe umefunga mdomo, umefunga mikono, umefunga na miguu yako, umefunga na status. Hauongei chochote, haukomenti chochote. Watakuja sasa kushambulia. Biblia inasema sasa mkono wao ukutane na Mungu ambaye ni judge. Nitakufundisha jinsi ya kusema namwachia Bwana. Kumwachia Bwana sio kusema namwachia unakaa. No! I will tell you how to write it. Wewe unaapili vipi bila maandishi? So unaapili juu. Mimi mwachie Mungu, akia nani? Anachonifanyia wewe. Ndio maana anatamba bado mjini. Ngoja nikuonyeshe. Somebody shout yeah! Petro wa kwanza 1:18. Kwa nguvu.
Neno kukombolewa maana yake ni, nitafutia andiko linasema your ransom was paid. Ulilipiwa fidia. Biblia inasema msitumikishwe tena. Imagine unaishi kiutumwa, eti kisa mtu fulani sio mwaka fulani mliongea tu nini? No. Usiishi juu ya hukumu ya mtu. Yesu amekulipia fidia. Yesu mwenyewe atatafuta namna nzuri ya mtu apateje haki yake. Lakini sio kuishi kama mtumwa. You know that from the empty way of life inherited from your ancestors, you were ransomed. Ransomed maana yake ulilipiwa nini? Fidia. Not by perishable things like silver, gold, money and whatever. Hivyo vitu gani hivyo mtu anavyokutaja mpaka unakosa unahama kutoka sehemu moja kwenda nyingine, unakimbia nchi eti kisa kitu ambacho Yesu alikununua kwacho ni thamani kuliko hivyo. Atakulipia fidia. Mataifa yote yatakusanyika mbele
mpaka sasa bado unaponya, mpaka sasa bado unainua. Bwana, aye 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 aye, ale shata baba, twainua mikono Bwana, oh Bwana, oh Bwana, haleluya Bwana. Ah la 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 la, haleluya Bwana. Tunakiri leo Bwana, oh Bwana, oh Bwana, haleluya. Unapokuja ibadani ukatoka bila uwepo wa Mungu, ela katasabayatos, ukatoka bila kuabudu, ni kama umeenda kwa mganga wa kienyeji. Shovine katakatos, na amulu wawe pepo, wawe chini, kama uko ndani, wawe pepo, lete hapa, walete hapa, katika jina la Yesu. Umeyafunga maisha huyo, umefunga biashara, umefunga maisha yake, umemwandikia hukumu. Leo unatengua hukumu. Wawe chini, wawe mchawi, wawe pepo, wawe mchawi, wawe pepo, wawe chini. Kaya mashaka pataya, I command fire, unguzo na moto, in the name of Jesus. Upande huu kila pepo, kila nguvu ya giza, upande huu kila pepo, kila nguvu ya giza, upande huu kila pepo kule nje, hapa room, achia watu, achia maisha yao, achia maisha yao. Wewe pepo unayemzunguka kama yule nyoka zingirae, kama yule nyoka Leviathan, achia maisha watu hawa. In the name of Jesus, I command you out, I command you out. Kim tusimama. Wanaimba wakisema Bwana, hey. Bwana, yes. Mleta hapa, mleta hapa, mleta hapa, mleta hapa. Jauze. Haleluya Bwana. Wanaimba wakisema Bwana, hey. Wanaimba wakiabudu Bwana, shapa pa 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 pa. Haleluya Bwana, wanaimba tukisema Bwana, yes. Bwana, we Bwana. Listen to me. Listen to me. Uchawi, ina mikono, kia mtanya mikono. Uchawi uliokanyaga. Yes. Leo unafanya hukumu. Yes. Juu ya uchawi wote. Yes. Leo Mungu anafanya hukumu. Yes. Juu ya ushirikina wote. Yes. Hata kama ujuli logwa. Yes. Na uito uchawi. Yes. Ninavyoenda mahali hapa. Yes. Ninavyoenda mahali hapa. Yes. Ninavyoenda mahali hapa. Yes. Na kamata hii madhabahu. Yes. Na kamata hii madhabahu. Yes. Na kamata hii madhabahu. Yes. Narusha moto. Fire. 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 Fire everywhere. Fire. Fire. Fire.
kila kona. Uchawi wa maneno, uchawi wa mafundo, uchawi uliokutupia. Catch fire. Catch fire. Catch fire. Catch fire. Say fire. Kila uchawi. Leo Mungu ndiye muamuzi. Leo Mungu ndiyo judge. Leo Mungu ndiyo hakimu. Kesi yako imefika mbele zake. Ukoo wenu, familia yenu, imelogwa miaka yote. Imelogwa miaka yote. Msogeza hapo, msogeza hapo, msogeza hapo. Mabakatakatos kabaya. Takat! Ukoo wako umelogwa miaka yote. Umelogwa kwa miaka yote. Dada yako amelogwa. Wewe umelogwa. Shangazi kalogwa. Aunti kalogwa. Kila uchawi uliotuma. Na geuza hii nyumba yote. Moto! Fire! 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 Weka mikono yako hivi, weka mikono yako hivi. Mbele hivi, mbele hivi, mbele hivi. Aliyekuloga akasema utakamata mali na kunguta uchafu wote. Wewe uchawi wa mikono yako. Wewe uchawi wa mikono yako. Uchawi wa mikono yako. Uchawi wa mikono yako. Uchawi wa mikono yako. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Pack it. In the name of Jesus. 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 Mikono yako yachiwe. Kunguta sema kwa jina la Yesu. Kila uchawi. Achia. Walinihukumu. Wakaandika. Sitafanikiwa. Sitainuka. Lakini muamuzi wa mwisho. Mungu ndiye muamuzi. Ananiamulia leo. Kila kifungo. Na kila hukumu. Imefutwa. Rudia tena, imefutwa. Tena. Tena. Mara mwisho. Kila uchawi. Nadili na uchawi. Nadili na majini. Yaliyowaingia watu kwa ndoto. Wewe pepo. Wewe pepo uliyebaki huko na uliingia kwa ndoto. Moto ukuzidie yako. Fire! Moto kuzidie, moto kuzidie, moto kuzidie. Moto kuzidie, moto kuzidie, moto kuzidie. Shatuza maadadados. Makupo one edikiados. I receive. In the name of Jesus. I receive. Uchawi uliolishwa kitu. Au mama yako akiwa mjamzito. Alikunywa kitu. Uchawi. Kabla kuzaliwa. Kuna mtu alienda kwa mganga. Hata baada ya kuzaliwa. Uchawi mwingine uliofanyika. Walipojua umeolewa. Walipojua unajenga. Walipojua na maisha mazuri. Na amuru moto ukufichua uliko. Fire! Wewe uchawi uliko fichuka. Fire! 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 Kwenye tent. Kule kwenye tent. Pepo unaojificha. Kule upper room. Sehemu ya mwisho ya jengo hili. Pepo unaojificha. Umetawala maisha yake vya kutosha. Mmeamuru. Asiolewe. Mmekaa mkaamua. Asipate amani. Asikae na kazi. Asipate cheo. Ni hukumu gani imefanya? Tunatengua hiyo hukumu. Natengua hiyo hukumu. Kwa jina la Yesu. Natengua hukumu. Kwa jina la Yesu. Natengua hukumu. Natengua hukumu. Hakuna kujificha. Mahali ulipokaa. Kama mtu huyo amekaa. Na ameweka miguu. Eneo hili la kanisa. Moto na waka. Na utuma moto. Na utuma moto. Moto na kuja. Moto na kuja. Moto na kuja. Fire. Wale watu wote kwenye tent. Huyo pepo kama Leviathan naye muona amejikunja kwenye tumbo la mwanamke mmoja wapo. Fire! Moto! Fire! Moto chome! 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 Fire! I send fire! Fire! Mlete huyo. Wanasema hey! Mkono wa Bwana ukulemee. Come out!
Jesus mighty. Wanaimba wakisujudu wewe Bwana. Oh Bwana. Oh Bwana. Haleluya Bwana. Nisikilizeni wote hapa. Leo ndo mjue shetani apendagi kuachia, na hukumu ya leo wanaondoka kwa moja milele. Yes. Kila mtu anisikilize. Listen to me. Hii ndio inaitwa hukumu. Yes. Hukumu sio kitu rahisi. Ndio maana mtu anapoteza mamilioni. Anakata rufaa. Hakuna anayependa kupoteza kesi. Lakini niwatangazie. Yes. Mashetani na wachawi. Yes. Leo wanapoteza kesi. Oh yes. Wanapoteza kesi. Yes. Maisha watu wao yanarudi. Yes. Famu wao unarudi. Yes. Baraka zao zinarudi. Yes. Kwa jina la Yesu Kristo. Yes. Kila mtu aseme amina. Amen. Nao keti nikwambie kitu. Keti. Let me tell you. Do you know nyie maisha yenu mnaoishi? Ndio maana Ayubu akasema hivi. Anasema ningekuwa ni wewe. Ayubu anasemaje? Ningekuwa nini ningefanyaje? Ningekata rufaa. Anasema ningekuwa ni wewe. Ningekata nini? Rufaa. Wewe unagombana na wifi. Mwingine anagombana na jirani yake. No! Ibada ulichokuwa unataka kufanya ndio unakifanya leo. Oh yes. Nataka kila mtu achukue mafuta. Kama una kwa leo omba kwa jirani yako, lakini mtu mzima kuomba aibu. Wote walioko mbele wawekee mafuta, wanaofunguka mnawacha wanarudi. Weka mafuta kwenye mkono wako, muombe jirani yako. Weka mafuta hayo kichwani sasa. Nataka kila mtu maombi asimpite. Kila mtu aseme katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Hukumu nyingi zimefanyika. Hukumu nyingi zimefanyika Katika ulimwengu usioonekana. Katika ulimwengu usioonekana. Wameniamulia mambo mengi sana. Wameniamulia mambo mengi sana. Kwamba nisifike hivi. Kwamba nisifike hivi. Nisishike hili. Nisishike hili. Nisifanikiwe hapa. Nisifanikiwe hapa. Lakini haya mafuta yaliyoombewa na nabii. Lakini haya mafuta yaliyoombewa na nabii. Haya mafuta yaliyoombewa na Major One. Haya mafuta yaliyoombewa na Major One. Na yaweka kichwani kwangu. Na yaweka kichwani kwangu. Na ninaamuru. Na ninaamuru. Kesi zote walizoniandikia. Kesi zote walizoniandikia. Pamoja na hukumu zake. Pamoja na hukumu zake. Futika. 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 Futika kwa jina Yesu. Futika kwa jina la Yesu. Kwenye maisha yangu ya mahusiano. Kwenye maisha yangu ya mahusiano. Kwenye maisha yangu ya afya. Kwenye maisha yangu ya afya. Kwenye maisha yangu ya elimu. Kwenye maisha yangu ya elimu. Kwenye maisha yangu ya kiroho. Kwenye maisha yangu ya kiroho. Kwenye maisha yangu ya huduma. Kwenye maisha yangu ya huduma. Futika. 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 Mimi sio mtu wa kuhukumiwa tena. Mimi sio mtu wa kuhukumiwa tena. Wala sio mtumwa. Wala sio mtumwa. Walinijia na kuniadhibu katika ndoto. Futika. Futika. Sihitaji kuona tena. Kuanzia leo nitaona ushindi. Katika jina la Yesu. 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 Sema kwa nguvu amen. Amen. Chukua mafuta mengine. Weka kwenye kidole hiki. Alafu nataka uandike. Ewani. Andika neno Yesu au Jesus. Mara ya pili andika neno Yesu au Jesus. Andika tena. Mara ya 4. Mara ya 5. Mara ya 6. Mara ya 7. Afu andika hewani. Andika mashitaka yangu. Rudia tena maana wengine wanashakosea. Mashitaka yangu. Akisha unaandika mashitaka yangu. Alafu njoo chini andika yamefutwa. Alafu malizia kwa damu ya Yesu. Piga Yesu makofi.
Oh yes. Unapigiaje makofi? Yes.